Samahani. Kwa majuma kadhaa tumekuwa tukijifunza katika kitabu cha waraka kwa Waebrania mstari wa kwanza, sura ya 6 mstari wa kwanza na wa pili, ambapo tumeweza kuangalia kwa upana kuhusu mafunzo ya kimsingi ya Kikristo, na tukaona ya kwamba ni mambo 6. Ukipenda unaweza ziita nguzo 6. Na nguzo ya kwanza tuliona ya kwamba ni kutubu kutokana na kazi ambazo haziko hai, ama kutubu kutokana na dhambi na mambo maovu, mambo ambayo ni chukizo mbele zake Mungu. Jambo la pili tukaona ya kwamba ni imani kwake Mungu, na tukawa na mwongozo mzuri kutoka kwa sura ya 11 ya huu waraka wa Waebrania mstari wa kwanza na wa pili. Tukaona tukielezewa imani ni nini. Jambo la tatu ambalo tuliweza kuangalia ni jambo kuhusu mabatizo, na hapo uweze kufahamu ya kwamba ni mabatizo kwa wingi, plural. Tukaona ya kwamba kuna ubatizo wa maji, ubatizo wa Roho Mtakatifu na ubatizo wa moto. Pia tukaangalia kuhusu mafunzo kuhusu kuwekelewa mikono, na tukaangalia tukinukuu maandiko katika Agano la Kale na pia katika Agano Jipya. Jambo la 5 tukaona ya kwamba ni kufufuka kutoka kwa wafu, ama resurrection, na tukaona ya kwamba mambo ya ufufuo sio mambo ambayo yako peke yake katika Agano Jipya, yalishuhudiwa kimaandiko hata katika Agano la Kale. Na tukaona ya kwamba watu wote ambao wameishi na watakuwa wamekufa wakati Kristo atakuwa akilijia kanisa lake takatifu, wenye haki watafufuka katika ufufuo wa kwanza, wamulaki Bwana Yesu katika mawingu, na watadumu naye milele na milele. Kisha wale ambao watashiriki katika ufufuo wa kwanza, Yesu atakapokaa katika kiti kikubwa cheupe cha hukumu, wataweza kufufuka, waweze kuhukumiwa, na hatimaye watupwe katika ziwa la moto. Kwa hivyo ufufuo ni wa watu wote ambao watakuwa wamekufa, wenye haki na wasio haki. Wenye haki na wasio haki. Na pia jambo la 6 tukaona ni hukumu ya Mungu ijayo. Hukumu ya Mungu ijayo. Na sasa tutaingia ama tutaendelea kutoka mstari wa 3. Huo ulikuwa tu ufupi wa mstari wa kwanza na wa pili. Sasa tutaendelea kuanzia mstari wa 3 tuone neno la Mungu nasemaje.
Waraka kwa Waebrania sura ya 6 mstari wa 3. Na ningetaka tufahamu ya kwamba ni kuendelea, tunaendelea. Hii habari inafululiza. Kwa hivyo inasema hivi, mstari wa 3 katika sura ya 6, waraka kwa Waebrania: nayo tutafanya Mungu akitujalia. Unaona, kama unaweza rudi nyuma kidogo, mwandishi amelaumu ama amewaonya ama amewapa changamoto waliokuwa wakiandikiwa huu waraka, ya kwamba wao badala ya kuwa waalimu wa neno la Mungu, sababu walishalisikia, badala ya kuwa wameendelea kulielewa zaidi na kulifahamu na kuwa watu sasa wa kuelezea watu wengine kuhusu habari ya Mungu, anawaambia kwamba wamebaki kuwa watoto, wanahitaji bado kupewa maziwa badala ya kupewa chakula kigumu. Sasa anawaambia ya kwamba hatufai tena kurudi kwa mambo ya msingi, mafunzo ya msingi ya Kikristo. Tunafaa kuingia sasa katika utimilifu ama ukamilifu. Yaani tukishajua, sababu tumeshaelezewa hayo mambo 6 ya msingi kuhusu Ukristo, tunafaa sasa kuwa malengo yetu na nia yetu ni kuwa bora zaidi kuhusiana na haya mambo 6. Na ukiangalia katika mwanzo wa hii sura, na nafikiri ni vizuri turudi nyuma, mstari wa 1 wa hii sura ya 6. Biblia inasema hivi: kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafunzo ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tufikirie utimilifu. Na kuanzia hapa sasa anaorodhesha hayo mambo 6 ambayo ni mafundisho ya kwanza ama ya kimsingi ya Kristo. Sasa ndio anasema katika mstari wa 3, nayo tutayafanya Mungu akitujalia. Yaani kutoka kwa mambo ama kutoka na kueleza na kushinda tukizunguka kwa mambo ya kimsingi, mafunzo ya kimsingi, kuingia katika utimilifu, kuingia katika kuwa bora zaidi kuhusiana na haya mambo 6. Mwandishi katika mstari wa 3 anasema ya kwamba ingawa ni matamanio yake ya kwamba watoke katika kufunzwa tu na kuzunguka katika mambo ya kimsingi ya Kristo na waingie katika utimilifu, kutoka kuwa watoto kuhusiana na neno la Mungu na kuingia kuwa watu ambao wamekomaa kuhusiana na mambo ya Mungu. Hayo yalikuwa matamanio yake kuhusiana na hawa watu. Alikuwa na tamani ya kwamba wawache kuishi wakiwa wanafunzi kila wakati, waweze kukomaa na kuwa walimu, wawe na wanafunzi wao, nao wanafunzi wawafunze, wakomae, wakuwe walimu, na habari ya Kristo iweze kuendelea. Hayo ndio yalikuwa matamanio ya mwandishi kuhusiana na hawa aliyokuwa akiandikia. Na haya ndio matamanio ya kila mhubiri
na kila mwalimu wa neno la Mungu, ya kwamba ahubirie watu waweze kupokea wokovu kwa kutubu na kuondolewa dhambi, kisha waje kanisani waweze kufunzwa neno lake Mungu. Wakishafunzwa walielewe na wapate uwezo pia wa kuelezea na kufunza wengine. Hayo ndiyo matarajio na makusudi ya kila mtendakazi katika ufalme wa Mungu. Lakini kuna jambo la uzito sana liko katika huu mstari wa 3. Jambo la uzito sana. Hebu tusome. Na hayo tutafanya Mungu akitujalia. Hebu ona, ili jambo linatuonyesha ya kwamba mwandishi licha ya kuwa ana mipango, makusudi na miradi na utaratibu wake kuhusiana na huduma ambayo Mungu alimwaminia, anaonyesha kutegemea Mungu. Kutegemea Mungu kuhusu mwelekeo na nyakati za kutenda haya mambo. Shida ni kuwa watu wengi, wahudumu wengi, wahubiri wengi, wachungaji wengi, watu wengi katika huduma, huu mstari wa 3 hauna nafasi kwao. Sababu tunaona matamanio ya mwandishi, mipango yake, nia aliyo nayo njema kwa watu waliokuwa akinena nao, ni ya kwamba waache kuwa watoto na wakomae, wawache kuwa wanafunzi, wawe walimu wa neno la Mungu. Lakini anasema hayo watayafanya Mungu akiwajalia. Mstari unaonyesha mtu ambaye amesalimisha kila kitu kuhusiana na huduma yake kwake Mungu, ili Mungu ampe mwelekeo na kungojea Mungu kwa nyakati zake. Unajua, shida moja tunakuwa naye kama waumini na wahudumu ni kutodhamini mstari wa 3. Unajua, mstari anasema kwamba tutafanya Mungu akitujalia, kumaanisha mipango na matamanio yake kuhusiana na huduma ameyaweka kwake Mungu, amejisalimisha kwake, ili Mungu kwa wakati wake, kwa mapenzi yake aweze kutenda. Lakini sisi ni kulazimisha. Ati I decree and declare, I'm commanding heavens. Hayo maneno ni kinyume na mstari wa 3. Na tunafaa kujifunza katika mambo yetu yote, sana sana katika huduma, ni muhimu kujua ya kwamba ni lazima tutegemee Mungu kikamilifu. Unajua, unaweza kuwa katika huduma kama vile ambavyo mimi na mwenzangu mchungaji Isaac tuko katika huduma, na unajua ni mapenzi ya kila mhudumu
hata ikiwezekana kwa muda mchache zaidi awe kuwa anahudumia watu wengi sana. Ni mapenzi na makusudio ya mtu anapoenda katika mikutano ya nje, crusade, ya kwamba akihubiri na ikifika wakati aulize wale ambao wanapenda kumpokea Kristo kama Bwana na Mwokozi maishani mwao. Ni mapenzi ya kila mhubiri ya kwamba umati utokee na usalimishe maisha yao kwake Kristo. Na pia mtu awe na kanisa kubwa ambaye anahudumia watu wengi. Hayo ndiyo makusudio na malengo yetu katika huduma. Lakini je, mapenzi ya Mungu ama kutegemea kujaliwa na yeye kuko wapi katika mipango yetu? Na ndiposa unaona watu wengi wanaanza huduma, ikifika mahali wanajisalimisha, wanabeba mikono juu, sababu ya kutofahamu ya kwamba mwelekeo na nyakati ni zake Mungu. Mungu ana uwezo wa kuamrisha watu waje na wajae katika kanisa. Ana uwezo, sababu ana mamlaka yote. Lakini sisi watu wengi hatupendi wakati Mungu anatujenga. Hatupendi wakati Mungu anatufanya tuwe ngumu na dhabiti. Wakati tunapitia mawimbi katika huduma zetu, wakati unaangalia unaona mwaka umeisha, mipango na matarajio uliyokuwa nayo haijatimia, na watu wengi wanakufa moyo. Lakini ukijua ya kwamba unahudumia Mungu mwenye haki na mwaminifu, Mungu ambaye anajua mambo yote, Mungu ambaye yako kila mahali nyakati zote, Mungu ambaye hakuna linalomshinda. Ukifahamu hivyo, utajua hali ambayo unapitia sana sana katika huduma ni kwa sababu zake Mungu. Mungu anakushape. Mungu ana develop a character in you. Ni vizuri kuweza kujua ya kwamba hata kama tuna msukumo na tunataka kwenda kasi katika kazi ya Mungu, tunataka kupanuka na kuinuka na kuendelea haraka katika huduma, ni vizuri kukumbuka mstari wa 3 ya kwamba na yote ambayo tumepanga, yote ambayo tumekusudia, mipango yetu na maono yetu yote yatafanyika Mungu akitujalia, kwa wakati wake, kwa njia yake, kwa namna yake. Sisi letu tu ni kujisalimisha kwa mwenye kazi. Mradi tu unafanya yale ambayo anatakana ufanye, jinsi ambavyo anatakana ufanye. Hayo mengine wachia Mungu kwa nyakati zake. Na ukishaelewa hivyo, hata kazi ya Mungu itakuwa rahisi kwako.
hautajiwekea target. Wewe utajua ya kwamba mimi ninafanya kazi ya Mungu. Matunda yake na mazao yake yataonekana kwa wakati wake, kwa njia yake ambayo ameamua. Na ningetaka kusihi kila mmoja wetu, hata katika ndoa zetu, katika jamii zetu, katika kazi zetu, katika biashara zetu, katika mambo yote ya maisha, ni vizuri kuishi kulingana na mstari wa 3, ya kwamba itafanyika Mungu akijalia. Hiyo ni kumaanisha tumejisalimisha kwa mbinu zake Mungu, kwa njia zake Mungu, kwa wakati wake Mungu, ambao unaweza kuwa tofauti na mipango na matarajio yetu. Na hii mambo ya watu kuambiwa ya kwamba ninaamrisha bingu jambo lifanyike, ati I decree and declare, hiyo watu wanafaa wachungane nayo sana. Kama Yesu akifunza wanafunzi wake kuomba, akipeana mwelekeo wa maombi, alisema ya kwamba na mapenzi yako yatendeke hapa duniani jinsi ilivyo uko mbinguni. Kwa hivyo hatuna nafasi ya kumwamrisha Mungu katika maombi yetu, katika mipango yetu, katika jambo lolote maishani mwetu. Letu ni kujua ya kwamba huyu Mungu wetu anaweza yote. Huyu Mungu wetu anafahamu mambo yote. Huyu Mungu wetu ako kila mahali nyakati zote. Tujisalimishe kwake kwa nyakati zake na kwa njia zake na kwa namna yake. Tukiendelea, wacha tusome tukifululiza kuanzia mstari wa 4 hadi mstari wa 8. Na hii mistari inaelezea kuhusu watu ambao hawawezi rudi tena kusamehewa, watu ambao hawawezi tubu tena. Na ningetaka tumakinike sana, sababu hii ni sehemu ya maandiko usipoelewa kikamilifu unaweza potoka. Na wapinzani wa Mungu, wa Kristo na wa neno la Mungu wanaweza tumia hii sehemu kukupoteza tumaini. Wacha tusome mstari wa 4 hadi mstari wa 8. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani, sikia, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu. Kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Maana nchi inayoinywa mvua, inayonyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa wao ambao kwa ajili yao yalimwa, ushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Bali ikitoa miiba na magugu, hukataliwa na kuwa karibu na laana.
ambao mwisho wake ni kuteketezwa. Umeona? Mstari wa 6 unasema, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu. Unasikia? Watu ambao wameelezewa kutoka mstari wa 4 hadi mstari wa 5. Mstari wa 4 na wa 5, watu ambao wako katika hiyo hali, na tunaelezewa vizuri sana. Sikia, turudi katika mstari wa 4 sasa, tuorodheshe hayo mambo pole pole. Mstari wa 4, kwa maana hao, na pia tukumbuke ili tuweze kuelewa vizuri, unaweza chukua mstari wa 6 uweke kama ndio unaanza katika hayo mafunzo ya wale ambao hawezi hata wakitubu hawezi fanywa upya. Alafu sasa kuanzia mstari wa 4 ni maelezo kuhusu hawa ni watu gani, watu ambao hata wakitubu hawawezi fanywa upya tena. Mstari wa 4, hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni. Unaona hayo mambo mawili. Mtu ambaye amekwisha pewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni. Unajua Yesu yeye mwenyewe alisema ya kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. I am the light of the world. Yesu akasema hivyo. Kwa hivyo sasa hapa wakati mstari wa 4 unasema ya kwamba wale waliokwisha kupewa nuru, wale ambao wameshapokea Kristo ndani yao, huo mstari unaendelea kusema na kukionja kipawa cha mbinguni. Yesu alipokuwa akiongelesha watu kwa huduma yake hapa ulimwenguni, wakati alilisha watu mkate, aliwafunza kuhusu mkate, akawaambia kwamba mababa zao walila mkate na wakafa. Akawaambia ya kwamba yani mababa zao kule jangwani wakati walipewa maana, walikula maana na wakafa. Lakini yeye Yesu Kristo akasema ya kwamba yeye ni mkate kutoka mbinguni, na atakaye ula hafi tena, yani atakuwa na uzima wa milele. Kwa hivyo yule ambaye amepokea Kristo, yule ambaye amemuonja, experience maishani mwake, katika huo bado tu katika huo mstari wa 4, baada ya kukionja kipawa cha mbinguni ambacho ni mkate kutoka mbinguni na ni Yesu Kristo, na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu,
Na hapa ningetaka nielezee ya kwamba Mungu anajiwasilisha kwetu kwa njia tatu: kama Baba, kama Mwana ambaye ni Yesu Kristo, na kama Roho Mtakatifu. Baba ni Mungu, the Father is God. Mwana ni Mungu, the Son is God, ambaye ni Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ni Mungu. Unaona, anajidhihirisha na kujiwasilisha kwetu kwa hizo njia tatu: kama Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na hata nashukuru Mungu sababu mchungaji Isaac anatufunza katika kitabu cha Injili kulingana na Yohana, na Yesu Kristo amenena sana kuhusu Roho Mtakatifu. Yesu alisema ya kwamba atakapotoka hapa ulimwenguni hata acha waumini na wanafunzi wake wakiwa atawatumia Roho Mtakatifu. Na akasema ya kwamba yeye Yesu ambaye ni Mwana na Mungu Baba watakuja kudumu ndani ya waumini kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na Jumapili ile ingine nilisema ya kwamba katika Injili ya Yohana kuna mahali imeandikwa ya kwamba kutoka mbavu zake zitatoka chemichemi ya maji ya uzima. Na Biblia inaelezea hapo chini ya kwamba Yesu alipoambia wanafunzi wake hivyo, hawakuelewa ya kwamba alikuwa anamaanisha Roho Mtakatifu ambao wote watakao muamini watampokea. Kwa hivyo Mungu anadumu ndani ya waumini kama Roho Mtakatifu. Na nakumbuka nilipokuwa nikifunza kitabu cha Matendo ya Mitume hapa, kuna mahali tulisoma tukaona Biblia imesema ya kwamba tubuni ili mweze, tubuni na mbatizwe katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu ili muweze kupokea karama yake Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo yule mtu ambaye ametubu kweli, hakika, na ameamini ya kwamba Kristo alikuja kama dhabihu ya ondoleo la dhambi, na ameamini bila shaka ya kwamba dhambi zake zimetakaswa, na amempokea Kristo kama Bwana na Mwokozi maishani mwake, baada ya kukata kauli kuacha kuishi maisha ya dhambi na kuishi maisha ya haki na utakatifu, huyo mtu anapokea Roho Mtakatifu na anaishi ndani yake. Sasa hapo wakati mwandishi anasema ya kwamba yule ambaye ameshiriki Roho Mtakatifu, inamaanisha yule mtu ambaye ameokoka kweli katika Kristo na amepokea Roho Mtakatifu. Tuendelee tukiona hiyo orodha ya haya mambo. Mstari wa 5 nasema hivi: mtu ambaye amelionja neno nzuri la Mungu,
mtu ambaye amelionja neno nzuri la Mungu. Unajua, habari ya wokovu, the gospel. Unajua kuna mahali Paulo nafikiri ni katika Warumi, akisema ya kwamba kwa wale ambao wanapotea, habari ya wokovu ni upuzi mtupu. Lakini kwetu sisi ambao tunaokolewa, ni nguvu za Mungu za ukombozi. Na hapo mbele anaendelea anasema ya kwamba ana amani. Watu ambao wamepokea hiyo injili wana amani, sababu wamepatanishwa naye Mungu. Unajua ni mambo mengine hauwezi elezewa kwa maneno, lakini hiyo hisia ya kwamba dhambi zangu zote za awali, haijalishi ni zipi, ukubwa wake ama adhari yake kwa watu wengine, ukijua ya kwamba Mungu amekusamehea, ukijua ya kwamba hautasimama mbele ya hukumu. Just imagine, licha ya kuwa ulikuwa mwenye dhambi kiasi gani. Sababu hata tulisoma tukaona, nafikiri ni Injili ya Yohana sura ya 3 mstari wa 16 kuendelea. Wakati mchungaji Isaac alikuwa anatusomea kwamba Mungu hakutuma mwanae Kristo kuja kuhukumu ulimwengu, lakini alimtuma ili kupitia kwake ulimwengu uweze kuokolewa. Na inaendelea kusema ya kwamba wale ambao wamemwamini hawahukumiwi tena, sababu wamemwamini Kristo. Yaani, na unajua Biblia hata ukisoma, hakuna wakati watu wa Mungu watasimama kwa hukumu. Wenye haki hawatahukumiwa mbele ya kile kiti cheupe cha hukumu. Yaani, hebu tafakari haya. Yaani unaishi ukijua ya kwamba una amani, uko na hakika ya amani ya kimilele ya wakati ujao, ya kwamba sababu nimeokoka, nimesamehewa dhambi zangu za awali, nguvu za dhambi hazifanyi kazi ndani yangu, Roho Mtakatifu ndiye anafanya kazi ndani yangu, akiniongoza katika haki na utakatifu. Na sihudumii dhambi. Na hata wakati nitakapoteleza bila kujua na nijipate katika dhambi, nikiomba msamaha kwake Mungu, atanisamehe, atanitakasa, na nitaendelea kuwa haki mbele zake Mungu. Hiyo ni amani kiasi gani? Hiyo ni hisia iliyo bora aje. Ndio sasa hapa tunaambiwa wale ambao wameoja neno nzuri lake Mungu, sababu hakika habari ya injili ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi ni habari iliyo tamu kuliko kifani kwa yule ambaye ameipokea na inatenda kazi ndani yake. Ati ya kwamba hata kama niliwahi uwa mtu, Mungu amenisamehea. Hata kama niliwahi haribu boma ya mtu, Mungu amenisamehea kwa kutubu kwa kweli. Hata kama niliwahi filisi mtu, kama nilitubu kwa kweli, Mungu alinisamehea.
hisia iliyo mzuri kiasi gani? Hakuna habari nzuri kuliko hiyo, ya kwamba deni zako zote umeondolewa, ya kwamba dhambi zako zote zimetakaswa, ya kwamba kuanzia hapa kuendelea mbele sikuangalii kwa msingi wa ulivyokuwa, ninakuangalia kama mwanangu mwenye haki na mtakatifu, mtu ambaye amepokea habari nzuri, neno nzuri lake Mungu. Tunaendelea tu kuorodhesha watu ambao wakisharudi nyuma, wakishagairi, hawawezi tena kufanywa upya kwa kutubu. Na watu ambao wamezionja nguvu za zamani zijazo. Unajua, mambo ya Mungu, mambo ya imani, sio mambo ambaye mara nyingine unaonyesha. Na mimi hupenda kusema ya kwamba siwezi nikakwambia shika hiki ama guza hapa kama onyesho, kama uhakika wa kwanza ya kwamba mimi nimeokoka. Hata siwezi nikakudhihirishia ya kwamba sababu ninasema Roho Mtakatifu anaishi ndani yangu, siwezi nikakuonyesha dhihirisho ya kwamba Roho Mtakatifu ndio huyu. Ni kwa imani. Vile vile Roho Mtakatifu ambaye anadumu ndani yetu anatusaidia, anatufahamisha, anatufunulia kuhusu mambo yajayo. Naona ya kwamba kuna hukumu inakuja. Sisi hatuko katika hiyo hukumu, sisi ambao ni wenye haki. Yesu Kristo atalikujia kanisa lake takatifu, na iwapo tutapumzika tukiwa katika Kristo kabla kuja kwake, tutafufuliwa. Na wale ambao watakuwa hai na ni wenye haki wakati Yesu Kristo anarudi, Biblia inatuambia kwamba kama kufunga na kufungua kwa jicho, watabadilishwa wawe na miili mipya, miili ya utukufu, na waungane na wale ambao wameshafufuka, wamlaki Bwana Yesu mawinguni, na tutadumu naye milele na milele. Hatutawachana. Hata akija kuhukumu ulimwengu, sisi tutakuwa tukihukumu ulimwengu pamoja na yeye. Hayo ni mambo ya nyakati zijazo. Tutadumu pamoja na huyu Mungu katika uwepo na utukufu wake. Hayo ni mambo ambaye kwa kupokea Roho Mtakatifu, kwa kupokea Yesu Kristo, kwa kupokea Mungu, anatuwezesha, anatuhimiza, anatushawishi kuyahusu. Sasa huyo mtu ambaye ameonja, amekwisha pewa nuru, ameshaonja mkate wa mbinguni ambao ni Yesu Kristo, ameshapokea Roho Mtakatifu na kulionja neno nzuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo, huyo mtu, haya ni maelezo ya mtu ambaye ameokoka hakika. Haya mambo hayaelezi kuhusu dini, hayaelezi kuhusu dhehebu,
yanaeleza kuhusu mtakatifu, yanaeleza kuhusu mtu ambaye ni mtaua, a saint. Sababu na ndio nimesema ya kwamba ni vizuri tuwe makini tusiweze kupotoka. Kuna watu wengi sana wako katika dini, lakini haya maelezo ya mstari wa 4 na mstari wa 5 hayaongei kuhusu hawa. Kuna watu wako katika madhehebu, lakini haya mambo yaliyo mstari wa 4 na mstari wa 5 hayawezi patikana kwao, sababu wao waliingia katika dini hawajampokea Kristo. Sababu wameingia katika dhehebu lakini hawajampokea Kristo. Hata pia kuna watu ambao ni wafuasi wa watu binafsi, lakini haya mambo yaliyo katika mstari wa 4 na wa 5 hawaingii kwa hiyo description, sababu hawajampokea Kristo, hawajampokea Roho Mtakatifu. Wamesajiliwa tu katika rekodi za dini na dhehebu, wanavaa tu manguo ya kidini, wanakuwa tu katika taratibu za kidini, wanatimiza sheria za kidini. Ni wafuasi wa dini, dhehebu na watu binafsi, lakini sio wafuasi wake Kristo. Kwa hivyo kuna watu wengi sana wako katika dini, wako katika madhehebu, ni wafuasi wa watu binafsi, na hata wengine ni watumishi na wahudumu, lakini haya mambo ya mstari wa 4 na 5 hayawahusu. Hawako namna hii, hawajampokea Kristo, hawajatakazwa kutokana na dhambi, hawajampokea Roho Mtakatifu, hawana uhusiano wa kibinafsi naye Kristo. Mtu kama huyo hata hawezi semekana ati atarudi nyuma, sababu hajasonga mbele. Hebu tusome tuone. Sasa tukiingia katika mstari wa 6, unasema ya kwamba hao watu ambao wamekwisha pewa nuru, wamekwisha onja kipawa cha mbinguni, na wamefanya washirika na Roho Mtakatifu, wamelioja neno nzuri la Mungu, na nguvu za zamani zijazo wamezionja, wakianguka baada ya hayo. Kwanza napenda Biblia ya Kizungu, sababu inasema if such a person, yani a person who has been enlightened by Christ, a person who has tasted the heavenly gift, a person who has tasted the bread of heaven, the bread from heaven, who is Christ. A person who was, who has been made a partaker of the Holy Spirit, and a person who has tasted the good word of God and tasted the powers of the world to come. If such a person falls away, unajua Biblia ya Kiswahili inasema hivi, inasema kuanguka. Kuanguka, unajua ni neno ambalo halina uzito sana kama hili falling away. Mtu kama huyo akifall away, na unajua maana ya falling away ni
Namaanisha kuacha kuunga mkono. Yaani unaona haya mambo yote umeyapokea. Umepokea Kristo, umepokea Roho Mtakatifu, umepokea mwangaza ambao ni Yesu Kristo. Umeshiriki Roho Mtakatifu, umeonja neno nzuri la Mungu, na pia umeonja nguvu za ulimwengu ujao. Ukifall away, ambayo inamaanisha ukiacha kusupport, ukiacha kuunga mkono imani ya Kikristo, ukianza kuunga mkono mafunzo ya kweli ya Kristo na ukane imani na hayo mambo, mafunzo ya Kristo ambayo tumekuwa tukitaja kwa masiku kadhaa. Ukianza kukejeli, ukianza kutoa makosa, ukianza kuongea dhidi ya imani na mafunzo ya Kristo, ukianza kusema ya kwamba hii imani ya Kristo na mafunzo ya Kikristo yanafaa kulaaniwa, ama watu ambao wanahusishwa naye wanafaa kuadhibiwa, ama uwe sasa wewe umejitokeza wazi wazi ukishtaki na kushtumu, yaani ukilaumu na kutisha kwa njia ambayo inataka kuzuia hii habari na imani iendelee, ukiwa mtu wa kutia aibu na kulaumu hii imani, hata ukitubu tena hauwezi samehewa. Ningetaka tuelewe, unpardonable sin. Yule mtu ambaye amepata mwanga ndani yake ambaye ni Kristo, yule mtu ambaye ameonja kipawa kutoka mbinguni ambacho ni Yesu Kristo, yule mtu ambaye tayari ameshapokea Roho Mtakatifu na ameonja neno mzuri lake Mungu na ameonja nguvu za ulimwengu ujao. Unajua huyo sio mtu wa kawaida. Huyo sio mtu wa kawaida. Huyo ni mtu ambaye ako zaidi ya dini, ako zaidi ya dhehebu, ako zaidi ya kuwa mfuasi wa mtu. Huyo ni mfuasi wa Kristo. Huyo ni ule Biblia inasema ya kwamba kwa wale ambao walimwamini Yesu Kristo walipewa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu, sio kwa mapenzi ya mwili wala damu, ila ni kwa Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu, kwa njia ya Roho Mtakatifu. Huyo mtu amekuwa mwana wa Mungu kwa njia ya Roho. Atakapo kosa kuunga mkono hii imani, atakapokosa kuunga mkono ufuasi wa Kristo, atakapoikana, aseme hakuna kitu kama hiyo, aseme hata nilikuwa mjinga, nilikuwa nimekosea, aanze kutoa makosa hii imani na wokovu na mafunzo na mahubiri yake, aanze kuongea dhidi ya imani na mafunzo ya Kristo, mpaka afike kiwango cha kusema ya kwamba ati hii imani, huu wokovu, Kristo, Mungu, Mwana na Roho Mtakatifu, ati wanafaa kulaaniwa.
na kuadhibiwa, na watu wote wanaohusika na hii mambo ya Ukristo wanafaa kuadhibiwa, na utokee wazi wazi ukilaumu, ukishtumu, ukikashifu na ukitisha wafuasi wa Kristo wa kweli, na useme ya kwamba inatakikana hata wanyamazishwe na wasiweze kuhubiri ama kuendelea. Hii imani haifai kuhubiriwa. Na uwe ni mtu wa kuaibisha na kudhalalisha wafuasi wake Kristo. Kama ulishakuwa umeokoka, kuokoka kikamilifu, na umegeuka namna hiyo, ndugu yangu, dada yangu, hauna nafasi ya kusamehewa. Hata ukitubu hauwezi fanywa upya. Haya maandishi hayako hapa kutisha watu, yako hapa kuelekeza watu na kuonyesha watu hatari ya kuwa wewe ni mwokovu kikamilifu. Mimi hapa siongei kuhusu dini, siongei kuhusu dhehebu, siongei kuhusu ufuasi wa watu binafsi. Naongea kuhusu mfuasi na mwanafunzi kamilifu wake Yesu Kristo, ambaye amepokea Kristo, amepokea Roho Mtakatifu na ameleta matendo na mabadiliko maishani mwake. Huyo mtu atakayeenda kinyume na imani hii, na siongei kuhusu kubackslide, siongei kuhusu kurudi nyuma, ati mtu anaingia katika dhambi kidogo nini unarudi nyuma. Sisemi mtu kama huyo, pana. Ninasema mtu ambaye sasa, mfano kama mimi, ambaye nimepokea mwangaza ambaye ni Yesu Kristo, nimempokea ambaye ni karama kutoka mbinguni, nimepokea Roho Mtakatifu, nimeonja neno mzuri lake Mungu, nimeonja nguvu za ulimwengu ujao, na ninasimama nikihubiri, nikielezea watu kuhusu hii habari. Nitakapobadilika na nikataane na hii imani na niseme hakuna kitu kama hiyo, hata nilikuwa nimekosea, hata ni ujinga, hata Biblia ni ukora, nianze kusema mambo kama hayo, nianze kusema ya kwamba Wakristo wote wanatakana hata wahukumiwe, wanatakikana kuadhibiwa, hata itakikani waruhusiwe kuhubiri, na nianze kusema hii imani ni mbaya, nianze kuikosoa na kuidhalarisha, hata nikikuja nitubu tena sina nafasi ya kufanywa upya. Ni hatari sana kwa yule mtu ambaye ameokoka kweli na amepokea Kristo, abadilike, akuwe kinyume na imani hii. Na niseme tena, sio, haimaanishi. Unajua, katika hii safari ya wokovu na imani, kuna watu wanafika mahali wanarudi nyuma, wanabebwa na mawimbi ya kiulimwengu, pengine dhambi, mambo ingine hapa na hapa. Sisemi huyo mtu, sisemi huyo mtu, sisemi yule mtu ambaye pengine amekwazwa kanisani, kuna mambo imefanyika akasema hata kuwa akienda kanisa. Sisemi kuhusu huyo mtu, sababu huyo mtu bado anaamini Mungu, ni ile amekwazwa na pengine ameenda hivyo apone. Inaongea kuhusu mwokovu mkamilifu ambaye anageuka na anakuwa kinyume na kazi yake Mungu. Huyo hawezi pata wokovu. Kwa nini? Mtu kama huyo, tukisoma sasa katika mstari wa 6, sehemu ya pili,
Kwa nini huyo mtu hawezi fanya upya tena? Kwa nini hawezi samehewa tena? Sababu huyo mtu anasurubisha tena Kristo, mwana wa Mungu tena. Sababu ona, Biblia inasema ya kwamba, hata tutaona hapa mbele katika hiki kitabu cha waraka, ya kwamba Yesu Kristo alitolewa kama dhabihu ya kutosha mara moja na kwa watu wote. Hivyo basi hakuna dhabihu ingine inatakikana. Sasa wewe umepokea hii habari ya Kristo, umeamini hii dhabihu, imekutendea kazi, imekutakasa. Alafu sasa unafika mahali unageuka, unakuwa kinyume na hiyo imani, na unaanza kuipinga, unaanza kuikejeli, unaanza kuidhalalisha na kusema ya kwamba waumini wanatakana wahukumiwe, waumini wanatakana waadhibiwe, na hata hii imani haitakani kuhubiriwa. Hiyo ukitubu tena ni kama kurudisha Yesu tena kwa msalaba, na Biblia inasema ya kwamba alisulubiwa mara ya kwanza na kutosha kwa wote. Hiyo ni kurudisha tena Yesu katika aibu. Kwa hivyo tujichunge sana. Sisemi watu ambao wanaenda tu kanisa kama members. Unajua kuna watu wengi sana wanaenda makanisa, madhehebu, dini na hawajaokoka. Mwingine aliambiwa kuja tuendange kanisa, kakuja kaulizwa, tuna wageni leo, simama, unaitwa nani? Fulani wa fulani, utakuwa ukishirikiana pamoja nasi. Ndio, utakuwa nikishirikiana pamoja nanyi. Haukuulizwa kama umeokoka, wewe mwenyewe haujaokoka, haukuulizwa kama umeokoka, haukuelekezwa katika wokovu. Wewe haujaokoka, wewe ni kanisa unaenda, wewe ni mwanachama wa dini na dhehebu. Kuokoka ni kutubu dhambi kwa kweli kwa ajili ya ondoleo la dhambi na kumpokea Kristo, kupokea Roho Mtakatifu maishani mwetu. Sasa mstari wa 7 na 8 inaeleza mtu kama huyo, anaelezewa sasa kwa mfano wa shamba ama ardhi. Nasema hivi, hebu tusome mstari wa 7 na 8. Maana nchi inayoinywa mvua, inayoinyeshea mara kwa mara na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa, hushiriki baraka zitokazo kwa Mungu. Mstari wa 8, bali ikitoa miiba na magugu, hukataliwa kwa kuwa karibu na laana, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Unasikia? Tunapewa mfano wa ardhi. Katika mstari wa 7 kuna ardhi ambayo inapokea mvua, inayanywa maji, inatoa mimea ama mboga ambayo inakuwa faida kwa wale ambao hiyo ardhi inalimwa kwa ajili yao. Ardhi ya aina hiyo inapokea baraka kutoka kwake Mungu. Yaani mtu, na mvua inatoka mbinguni. Hakika kitoka mbinguni inakuja inaingia ndani ya mchanga, na huo mchanga ambao mna mbegu ndani yake ama mizizi, kutoka ndani ya huo mchanga kunatoka mazao, mboga na matunda na fanaka ambazo zinakuwa faida kwa wale watu ambao hiyo ardhi inalimwa kwa ajili yao. Ardhi kama hiyo inapokea baraka kutoka kwake Mungu. Sasa angalia mfano. Yesu Kristo alikuja kutoka mbinguni, akaja
kama dhabihu ya ondoleo la dhambi. Wakati tunatubu na kumwamini, jinsi ambavyo maji ya mvua inaingia ardhini, Roho Mtakatifu anaingia ndani yetu, na jinsi ambavyo hiyo mvua ikiingia kwa ardhi inatoa mimea ambayo inakuwa faida kwa watu. Sisi naye tukipokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anaweka karama ndani yetu, anaweka matunda ya Roho Mtakatifu ndani yetu ambayo inatoka na inakuwa faida kwa watu wengine. Unaona? Mtu ambaye amepokea Kristo, amepokea Roho Mtakatifu, anaingia ndani yake. Jinsi ambavyo maji ya mvua inaingia katika mchanga na kufanya mimea kuota na kumea na kuwa faida kwa watu. Huyo mtu ambaye amepokea Kristo, amepokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu anampa karama na anazaa matunda ndani yake ambayo ni faida kwa watu. Mtu kama huyo anapokea baraka kutoka kwa Mungu. Tuende sasa kwa ardhi aina pili kwa mstari wa 8. Inasema hivi: bali, yani hili ni jina la kuonyesha tofauti. Yani ardhi ambayo imenenewa katika mstari wa 7 ni tofauti na ardhi ambayo inanenewa katika mstari wa 8. Inasema hivi: bali ikitoa miiba na magugu hukataliwa na kuwa karibu na laana, ambaye mwisho wake ni kuteketezwa. Sasa unaona mstari wa pili, mstari wa 8, hii ardhi baada ya kupokea mvua kutoka mbinguni, hiyo maji inaingia ndani ya mchanga, ndani ya ardhi. Badala ya kutoa mazao ambaye itakuwa faida kwa watu, inatoa miiba na magugu. Inatoa miiba na magugu. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba hukataliwa na kuwa karibu na laana. Ardhi kama hiyo, hakuna mtu ambaye anaweza penda ardhi ambaye unaifanyia venye unaifanyia, badala ya kutoa mboga na matunda inakutolea miiba na magugu. Kuna mtu anaweza taka ardhi kama hiyo? Na Biblia inasema ya kwamba ardhi kama hiyo ni kuwa karibu na laana ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Hata kuna mahali nilisoma katika Agano la Kale, katika vitabu vya nabii, sikumbuki ni wapi, Mungu akipeana mfano wa Waisraeli, ati ya kwamba Mungu amepata konde ambalo ni shamba, amelifyeka, amelitoa mawe na magugu yote na amelipanda, lakini hakuna mazao inatoka ndani yake. Anauliza, nitafanya nini? Kama ni wewe ungefanya nini shamba aina hiyo? Sini kuachiliwa, linaachiliwa. Unaona? Sasa mtu kama huyo ambaye amepokea Kristo, amepokea Roho Mtakatifu, ameonja uzuri wa neno la Mungu, mpaka amepata ufunuo wa nguvu kuhusiana na ulimwengu ujao, lakini badala ya ndani yake kutoke mazao, mambo ambayo yanaleta faida kwa watu, analeta mambo ambayo ni chukizo, ni ya kuumiza na kukandamiza watu. Huyo mtu mwisho wake ni kuteketezwa. Mfano wa moja kwa moja kuonyesha ya kwamba mtu ambaye ameokoka, amepokea Roho Mtakatifu, amepata siri na utamu wa mambo ya ufalme wa mbinguni, atakapokuwa mpinzani
huyo mtu hata akitubu tena hawezi samehewa. Na nikimalizia, wacha nisome misali tu yenye inaunga mkono kuwa mtu ambaye ameokoka kikamilifu, amepokea Kristo, amepokea Roho Mtakatifu, amepokea vipawa na karama za Roho Mtakatifu, atakapokuwa muasi kuasiana na imani, hata akisema anatubu hawezi fanywa upya. Huyo mambo yake imeisha. Na sijasema mtu ambaye amebackslide. Huyo sio. Falling away is not the same as backsliding. Mtu ambaye amebackslide anaweza rudi tena katika wokovu. Lakini mtu ambaye amekana imani na ameanza kutenda na kusema dhidi yake, huyo kuokolewa kwake ni ngumu, hata haiwezekani. Unajua, kama Biblia imesema haiwezekani, tunasema haiwezekani. Hatuwezi sema mahali imesema haiwezekani tunasema ati ni ngumu. Hapana. Kama Biblia inasema haiwezekani, tusome, twende katika Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza sura ya 12 mstari wa 3. 1 Corinthians chapter 12 verse 3. Biblia inasema hivi: kwa hivyo nawaarifu kwamba hakuna mtu anenaye katika Roho wa Mungu kusema Yesu amelaaniwa. Umesikia? Wala hamwezi mtu kusema Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho. Huo mstari unaongea kuhusu watu aina mbili. Mtu mmoja ambaye amefall away, huyo ambaye anasema ya kwamba Yesu na alaaniwe, huyo hawezi kuwa na Roho Mtakatifu wa Mungu. Kwa hivyo mtu ambaye hata kama alikuwa ameokoka kiwango gani, hata kama alikuwa mhudumu kiwango gani, na afike kiwango ya kwamba amefall away, amefika kiwango ya kusema ya kwamba Yesu alaaniwe ama Yesu amelaaniwa, huyo mtu hana Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hayumo ndani yake. Alafu inaendelea kusema pia mtu hawezi sema ya kwamba Yesu ni Bwana isipokuwa katika Roho Mtakatifu. Unaona? Unaweza kuwa na Roho Mtakatifu, lakini ukianza kusema na kufanya mambo mengine, Roho Mtakatifu atoke ndani yako. Haya, tusome katika Mathayo mstari sura ya 12, Matthew chapter 12 mstari wa 31 na 32, 31 and 32. Biblia inasema hivi: kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi na kila neno la kufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru roho haitasamehewa. Naye mtu yeyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali yeye atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ulimwengu ujao. Umeona? Yesu mwenyewe anasema blasphemy against the Holy Spirit. Na anatangulia kwa kusema kila aina ya dhambi inaweza samehewa mwanadamu, haijalishi. Na hapa inaongea kuhusu mwanadamu ambaye
hajapokea Roho Mtakatifu na kumkaidi. Kila dhambi, hata muumini akitenda dhambi na agundue ametenda dhambi na atubu, Mungu anamsamehea. Yule mtu ambaye hajaokoka akikubali ni mwenye dhambi, atubu na amini Kristo, dhambi aina yote. Hakuna dhambi imepita kuua. Ingawa hakuna dhambi ndogo na hakuna dhambi kubwa, lakini kwa athari za dhambi kwa watu wengine, kuua inaathiri wahusika zaidi. Na hata hiyo dhambi Mungu anasamehea. Sababu hapa inasema kwa sababu hiyo nawaambia, kila dhambi, unasikia Yesu anasema kila dhambi, every sin, all sins. Na kila neno la kufukuru watasema wanadamu. Na nataka hapo ujue kufukuru ni kuongea maneno dhidi ya Mungu ama mambo ya kiungu. Sasa hapa ni yule mtu ambaye bado hajaokoka, hajampokea Kristo, hajapokea Roho Mtakatifu, hajapata nuru ya Mungu, hajapata utamu wa neno la Mungu, na hajapata ufunuo kuhusu nguvu za ulimwengu ujao. Huyo mtu kama hajaokoka, hata akimlaani Yesu, akimlaani Mungu, akilaani Roho Mtakatifu, kama hajaokoka, kama hana ufahamu, hiyo dhambi inaweza samehewa. Sasa kufukuru, yani yule mtu atakaye mfukuru Roho Mtakatifu hatasamehewa. Hii inamaanisha nini? Unajua, tunapopokea Roho Mtakatifu tunajisalimisha kwake. Anakuwa Bwana wetu, anakuwa kiongozi wetu, anakuwa mshauri wetu. Unapokuwa pengine unatoka katika njia, anakuambia mwanangu, umetoka katika njia, omba msamaha na urudi. Sababu Roho Mtakatifu ako ndani yetu. Lakini sababu Roho Mtakatifu anatuelekeza katika njia za haki na utakatifu kuhusiana na Mungu, kuishi kulingana na mapenzi ya Mungu, kutenda yale Mungu anasema tutende, kutotenda yale Mungu hataki tutende. Kama umepokea Roho Mtakatifu, umemuasi, anajaribu kukurejesha, unakataa kurudi, unaenda mpaka kiwango cha kumlaani Yesu, cha kulaani Wakristo na waumini, kukejeli Injili na imani na mambo mengine kama hayo. Kama ulikuwa umeshapokea Roho Mtakatifu, hauwezi samehewa. Yesu anasema yeyote atakaye kufuru Roho Mtakatifu. Unajua Roho Mtakatifu utamkufuru namna gani? Sababu Roho Mtakatifu anaishi ndani yetu. Inamaanisha mtu anakufuru Roho Mtakatifu wakati yako ndani yake, na anaishi na anafanya kinyume na mwelekezo wake Roho Mtakatifu. Kwa hivyo yule atakayepokea Roho Mtakatifu afanye mambo ambayo itafanya Roho Mtakatifu akose kuishi ndani yake, huyo mtu hana nafasi ya kusamehewa. Kwenda kinyume na imani, kukejeli imani, kulaumu imani, kutoa imani makosa, kulaani Kristo na mambo mengine kama hayo, hauwezi samehewa. Luka 11 Luka 11 mstari wa 19 hadi 26.
Inaongea kuhusu kurejea kwa roho mchafu, return of the evil spirit. Hapo nitasoma tu, hata sitakuwa na maelezo. Luka 11 mstari wa 19 hadi 29. Biblia inasema hivi: maana ni yupi kwenu aliye baba ambaye mwanaye akimwomba mkate atampa jiwe au samaki? Badala ya samaki atampa nyoka? Au akimwomba yai atampa ngee? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Sasa mpaka hapo naongea kuhusu Mungu kupea watu Roho Mtakatifu. Haya, inaendelea mstari wa 14. Naye alikuwa akitoa pepo bubu. Ikawa pepo alipotoka, yule bubu akanena, makutano wakastaajabu. Wengine wao wakasema, atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakimtaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliotifinika wenyewe kwa wenyewe haufanyiki ukiwa, na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli, basi kama mimi nilitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajia. Mtu mwenye nguvu aliyeifunga silaha zake alindapo nyumba yake, vitu vyake vi salama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zote zake alizokuwa amezitegemea na kuyagawanya mateka yake. Mtu ambaye si moja nami yu kinyume nami, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutawanya. Mstari wa 24. Pepo mchafu amtokapo mtu hupita mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika. Asipoona husema, nitarudia nyumba yangu niliyotoka. Hata afikapo akiona imefagiliwa na kupambwa, ndipo huenda akachukua pepo wengine 7 walio waovu kuliko yeye mwenyewe, wakaingia kwa kukaa humo. Na mtu yule hali yake ya mwanzo huwa mbaya kuliko ya mwanzo. Tunaona Mungu watu wakimwomba Roho Mtakatifu anawapa. Inamalizia na mtu ambaye pepo mchafu ametoka, ameenda, Roho Mtakatifu ameingia ndani ya mtu. Mfano wa nyumba ambaye imepambwa vizuri, pepo mchafu anaenda, anatafuta mahali ya kukaa, anakosa, anasema nitarudi kwa nyumba yangu. Akija akiruhusiwa kuingia, hali ya huyo mtu inakuwa mbaya kuliko pale awali. Umepokea Roho Mtakatifu, umetakaswa, umesafishwa, umepangwa vizuri, alafu unaasi Roho Mtakatifu, roho mchafu tena anarudi ndani yako. Hali yako inakuwa mbaya kuliko vile ulivyokuwa kabla ya kuokoka. Unajua, mtu mwenye dhambi ambaye hajaokoka, hali yake ni afadhali, sababu anatumaini la kuokolewa. Lakini mtu ambaye ameokoka, akapokea Roho Mtakatifu, alafu akaasi Roho Mtakatifu na kukana imani na kulaani Kristo na kukosoa imani na mafunzo na kufanya mambo kama hayo kinyume ya imani na wokovu na Kristo na Mungu na Roho Mtakatifu, huyo mtu hali yake ni mbaya.
kuliko alivyokuwa wakati hakuwa ameokoka. Sababu mtu ambaye hajaokoka anaweza okoka, lakini mtu ambaye ameingia kwa hili kundi la watu ambao hawezi samehewa, mambo yake imeisha, hawezi samehewa. Kwa hivyo nashukuru Mungu sababu ya wakati ambao tumekuwa nao tukijifunza neno lake Mungu. Mpaka Jumapili ijayo, Mungu atubariki. Tubarikiwe sana katika jina la Yesu Kristo.